Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu, una misi mingi sana. Tafadhali piga subscription, vile vile sambaza hii kanda ili uweze kujiandikishia nafasi ya kwanza kabisa kupata habari zetu tunapoziachia. Polisi wamejenga mazingira ya chuki na raia nchini Tanzania. Mpaka imefika polisi wakihitaji msaada kutoka kwa wananchi au kipenda raia Tanzania, wananchi wanasusia kuwapea msaada huo. Ninamaanisha nini? Katika kanda ambayo nimeweza kuipokea pamoja na maelezo, ninaelezwa kwamba wananchi katika mji wa Dar es Salaam walisusia kutoa msaada kusaidia maafisa wa polisi ambao walipata majeruhi baada ya gari lao kupata ajali eneo la Dar es Salaam. Ndio maana nakwambia mazingira ambayo polisi wamejenga mazingira ya chuki na raia. Mpaka penye raia yupo anaona afisa wa polisi hawezi akasaidika, kwa sababu huwa wanajiona sana wao wamejitoselesha. Sasa ninaelezwa kwamba ajali ya gari la polisi Dar es Salaam imetokea uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wananchi wanaangalia tu polisi waliopata majeraha na hakuna msaada wanawapa. Hii chuki nimeipenda. Yaani mwenye ameweza kunitumia hii taarifa ameniambia kwamba hii chuki nimeipenda sana na inatakiwa kuendelea hivyo hivyo au hivi. Unajua huyu ni raia ameweza kuniambia Bwana Ezra, hii chuki inapaswa kuendelea. Hii chuki haipaswi kuisha. Yaani hawa vibaka ndio waliua ndugu zetu zaidi ya 10,000. Hawa watakiwi kushirikiana nao kwa lolote, ni maadui zetu wa kudumu. Mungu hachelewi wala hawai muda wake siku zote ni sahihi. Huyu anaeleza hivi, polisi hata hawapaswi kupewa msaada wowote kwa sababu ni adui wa wananchi, ni adui wa raia. Hebu jiulize, hawa ni afisa wa polisi ambao wamepata ajali Dar es Salaam, uwanja wa ndege, barabara ya Mwalimu Julius Nyerere Kambarage, au kipendo uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere barabarani, lakini raia wanaangalia tu. Hebu jiulize, ikifikia Samia Suluhu Hassan anahitaji msaada, unahisi kwamba wananchi watajitokeza kweli kuweza kumpea Samia msaada? Najua nimeona komenti moja ya mwananchi ikisema wamekufa wangapi. Ukiangalia hiyo chuki ambayo imepandwa kati ya wananchi au kipenda raia na jeshi la polisi Tanzania, haiwezi kaisha sasa hivi.
sitaki nao tudanganyane. Hii chuki haiwezi kakoma sasa hivi. Hii chuki itaendelea. Sasa mpenzi mtazamaji, katika kanda hii ninaomba nikuchanganulie kwa mapana na marefu, kwa mistari na matawi, ni nini hichi ambacho kilisababisha mpaka polisi hata wakihitaji msaada, raia wema hawapo kuwasaidia. Ni nini hichi ambacho kimeweza kujenga chuki baina ya maafisa wa polisi na raia wa Tanzania? Mimi ni wako Ezra. Je, unanitazama kutoka wapi? Upo wapi? Kama uko Tanzania, je, uko mkoa upi? Kama uko Kenya, je, uko kaunti ipi? Na kama upo ughaibuni, upo taifa lipi? Karibu tusonge mbele. Jiunge na ukumbi huu. Sababu ya kwanza, kipindi ambapo huyu ndio aliweza kunitumia taarifa hizi, alinieleza vizuri kabisa kwamba hawa vibaka ndio waliua ndugu zetu zaidi ya 10,000. Hawa hawatakiwi kushirikiana nao kwa lolote, ni maadui zetu wa kudumu. Kwa hivyo unapaswa kujua sababu ya kwanza ambayo iliweza kuwafanya wananchi kususia kupeana msaada kuelekea kwa jeshi la polisi ambao waliweza kuumia baada ya gari lao kupata ajali, ni kutokana na kwamba mauaji ambayo waliweza kuyatekeleza Tanzania baada ya kutumwa na serikali hii batili ya Samia. Kwa sababu hawa polisi hawa ndio walitumia mtutu wa bunduki. Hawa polisi hawa ndio waliweza kutoa vitoza machozi, ukipenda mabomu ya kutoa machozi. Hawa polisi ndio waliweza kuenda mpaka nyumbani, vijijini. Kipindi cha maandamano wanatoa watu vijijini, wanaua watu vijijini, wanaua watu kwenye maduka yao, eti kwamba wamekwisha pewa amri na Samia na Abduli kufanya mauaji. Sasa yale mauaji ambayo waliweza kuyafanya, kisha wakazika miili ya wapendwa zetu, alafu wakakataa kwamba hawakutekeleza maovu, hayo ndiyo yanasababisha wananchi chuki ikaendelea kupanda na maafisa wa polisi. Nambari 2, hujuma ambayo inaendelezwa Tanzania na jeshi la polisi. Ukandamizaji, udikteta, pamoja na jeshi la polisi kusahau majukumu yao kikatiba, ndiko kumeweza kufanya wananchi kutokuwa na msaada wowote kuelekea kwa jeshi la polisi. Angalia, polisi wamesahau majukumu yao ya kulinda amani. Wameanza kujifanya mahakama, wanakamata wananchi, wanawafunga kwa jela, wanawateka wananchi. Mfano, jeshi la polisi lilienda likamkamata mama yake Melissa, mwanaharakati, alafu tena wamekataa taarifa kwamba hawakumteka. Huu unyanyasaji ambao jeshi la polisi wanaendeleza Tanzania na ukandamizaji ndio umeweza kupanda mpaka chuki dhidi ya jeshi la polisi imepanda Tanzania, na sioni siku ambayo hii chuki itashuka hata. Sioni kabisa. Sioni. Nambari 3, kuna ripoti kwamba jeshi la polisi linamtumikia Samia, linamfanyia Samia kazi. Kwa hivyo wananchi wamesema kwamba kiumbe chochote ambacho kiko na uhusiano na Samia Suluhu Hassani, huyo ni adui wa wananchi.
Na nielewe, huyo ni adui wa wananchi. Na ndio maana wananchi hawataki kuhusiana kivyovyote na kiumbe chochote ambacho kiko na uhusiano na Samia. Mimi sina mengi, nimejaribu kuchanganua kadiri ya uwezo wangu. Je, kuna sababu ambayo nimeweza kuisahau ambayo imechangia mpaka maafisa wa polisi wamenyimwa msaada na raia wa Tanzania? Vile vile ukiangalia polisi wanawaonea wananchi. Upeleke kesi kama unapinga serikali na wewe ndio umeweza kukosewa, polisi wanaweza hata wakakufunga. Sina mengi, tupatane kwa kanda ijayo, tusemezane katika uwanja wa comment section.